majina anaitwa ndugu Seti Bernard Masalu, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza. Sasa nilisema siku ya leo kuna mambo kidogo ya vijana nilitamani niweze kuyazungumza, kwa nikatamani tuweze kukutana na waandishi wa habari. Lakini kabla sijazungumza, ningependa kurejea vitu viwili. Moja ni kanuni ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kama ambavyo mnafahamu, umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi ulianza mwaka 78. Ukisoma kanuni yetu ya umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi, kuna kitu kinasema pale, moja majukumu na madhumuni ya kuanzisha jumuiya hii ilikuwa ni kusimamia na kutetea maslahi ya vijana katika nchi hii. Lakini vile vile ningependa kurejea kauli ambayo alizungumza hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Aliwahi kusema hatuwezi kutatua matatizo yetu au changamoto zetu kwa kuyafumbia macho tukiamini kwamba hayapo. Sasa kuna mambo yametokea katika nchi yetu na vijana wenzetu wamekuwa wakitoka hivi siku za karibuni wakipaza sauti, na vijana wengine wa mkoa wa Mwanza. Katika kipindi kama cha wiki mbili zilizopita, wiki tatu, nimepokea simu nyingi. Kama ambavyo mnafahamu, serikali ilitangaza ajira za walimu hivi karibuni, na watu waliapply, waliweza kuomba hizo kazi vijana, na wakaenda kwenye usahili, na mchakato bado unaendelea. Kwa kipindi cha muda kama wa wiki mbili zilizopita, nimekuwa nikipokea simu nyingi za vijana wengi kwa mkoa hususan wa Mwanza wakielezea jambo hili na wakihitaji niweze kulifanyia kazi na kuwasaidia. Sasa sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza tumewasikia vijana wenzetu. Juzi nafikiri mwezi huu kama sio mwezi uliopita, kuna kundi la vijana wanajiita NETO, kirefu chake wanajiita kwamba Non-Employed Teachers Organization, waliweza kufanya mkutano na waandishi wa habari pale Dar es Salaam. Sasa sisi kama umoja wa vijana tuliwasikiliza vizuri mkoa wa Mwanza, tunawaunga mkono. Tunaunga mkono harakati zao, tunaunga mkono mawazo yao. Kwani kama vijana wana haki ya kupigania maslahi yao katika nchi yao. Lakini sio hao peke yake. Maana wale walikuwa ni kada ya walimu. Lakini unapozungumza changamoto ya swala la ajira, sio walimu peke yake. Wahandisi, madaktari, na fani mbalimbali nyingine, hiyo changamoto imekuwa ipo. Kwa hiyo jukumu letu sisi, kwa sababu vijana wenzetu wa mkoa wa Mwanza wamekuwa miongoni mwa wahanga wa jambo kama hili, basi tuna wajibu wa kuwasemea na kutetea na kupigania maslahi yao. Sasa licha ya hao peke yao, kwanza ningependa kuwakumbusha nchi yetu, ukifuatilia taarifa kutoka TCU, Tanzania Commission for University, tuna vyuo vikuu takriban 50. Lakini nchi yetu inatoa programs za vyuo vikuu karibia 2193. Sasa unaweza kuona ni vijana wangapi ambao wanakuwa enrolled admitted kwenye vyuo vikuu. Lakini vile vile ukifuatilia taarifa ya TCU vile vile wameweka wazi. Kwa mfano mwaka wa masomo 2023-24 vijana karibia 133 walikuwa admitted kwenda kujiunga na chuo kikuu kwa ajili ya kwenda kusoma masuala ya bachelor degree, shahada ya kwanza. Sasa unaweza kuona ni vijana wengi ambao wanakwenda vyuoni, wanakwenda kwa ajili ya kusoma. Na wengi wana matamanio ya kwamba na wanaamini ya kwamba baada ya masomo yao basi wanaweza kupata ajira katika nchi yao na kuweza kufanya nini? Kuwa wazalishaji na kukuza uchumi wa nchi. Sasa hii changamoto tumesema tuizungumzie, tuunge mkono vijana hawa, tuwasaidie, na tunatamani tuone serikali ikiweza kufanya nini? Kulifanyia kazi. Lakini jambo la pili la msingi, tunalo ombi, mimi kama mwenyekiti mmoja wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mwanza, ninalo ombi kwa serikali, lakini vile vile naomba nishauri serikali. Moja, nimesikia hivi karibuni alizungumza waziri wa utumishi na management ya utumishi wa umma Mheshimiwa Simbachawene. Alizungumza kwamba wale vijana wamepanga kukutana nao hivi karibuni Dodoma na waziri husika. Sasa tunatamani kuona kikao hicho kiwe productive, ili vijana hao wakitoka hapo waweze kupata suluhisho ya changamoto zao. Lakini pia nyuma nishakusikia vile vile kuna kipindi kingine naibu waziri nafikiri wa TAMISEMI alikuwa anazungumza bungeni wakati anajibu swali kuhusu uhaba wa watumishi katika nchi yetu. Alitoa pendekezo kwamba watatoa room kwa wakurugenzi wa halmashauri ikiwezekana waweze kuajiri ajira za za mikataba. Kwa nina wiwa kusema ya kwamba ninatamani kuona mawazo hayo moja na ndugu yetu ya naibu waziri, Mheshimiwa naibu waziri dada yetu Zainab Katimba. Tunatamani kuona ya kwamba yawe maelekezo ili kuweza kupambana na changamoto hii. Yawe maelekezo na sio tu wakurugenzi wa halmashauri wafanye kwa matakwa yao, bali serikali ielekeze kama halmashauri zote nchi 195 pale ambapo wanahisi makusanyo yao ni mazuri,
basi waweke malengo ya kuweza kuajiri vijana ili waweze kuwasaidia kazi ili kuipunguza changamoto hii. Lakini mbili, juzi pia Mheshimiwa Simbachawene alikuwa anaongea na wakurugenzi wakuu wa taasisi za umma, aliwashauri kwamba katika taasisi ambazo zinaonekana kwamba wanahitaji workforce, basi wenyewe waweze kuajiri vijana vile vile. Basi tupende kuiomba serikali iweze kufanya tathmini katika mashirika haya ya umma, na yale mashirika ambayo yanaonekana labda yanalegalege kwa sababu ya kuwa na lack of manpower ambayo inatosha, basi itoe maelekezo ili vijana wachukuliwe hata kwa ajili za nini, za mikataba, ili tuweze kupunguza changamoto hii kwa kiasi fulani. Najua msemaji mkuu wa serikali mlimsikia ndugu Gerson Msigwa alisema kwamba serikali haiwezi kuajiri walimu wote, kama ambavyo haiwezi kuajiri waandishi wa habari wote, kama ambavyo haiwezi kuajiri wataalamu wa afya wote. Ni kweli, lakini na imani kuna measures ambazo zikichukuliwa zinaweza zikaenda zikapunguza changamoto hii kwa kiasi fulani. Sasa nini tahadhari? Nini changamoto ya kuwa na vijana wengi wasiokuwa na ajira katika nchi? Sababu inawezekana tunakaa tu kila siku tunaona vijana wanakwenda vioni, wanasoma na maliza. Ukifuatilia rekodi za TCU Tanzania hii, kwa mwaka zaidi ya vijana 50,000 wanahitimu chuo kikuu. Sasa fikiria kwa mwaka vijana 50,000 wanatoka chuo, zaidi ya 50,000 wanahitimu vyuo vikuu. Na miaka inakwenda unakuwa na vijana wengi ambao uko mtaani ambao wapo. Sasa nini madhara yake? Moja, kuna uwezekano mkubwa serikali ikapata financial loss. Hapa na maanisha nini? Ukifuatilia historia ya kuanzishwa kwa bodi ya mikopo ya elimu ya juu, bodi ya mikopo ya elimu ya juu imeanza mwaka 2005. Wakati tunaanza mwaka 2005, kipindi hicho walikuwa wanahudumia wanafunzi 20,000 peke yake. Lakini as we speak as of now, wanahudumia karibu wanafunzi 70,000 kwa kila mwaka wa masomo, wanafunzi wanaojiunga vyuo vikuu. Sasa fikiria, wameanza mwaka 2005. Mwaka 2005 bodi ya mikopo walitenga mpaka sasa wameshatoa takriban trilioni 5.6. Lakini fedha pekee ambayo imeweza kuwa recovered, ambayo serikali imeweza kurecover ni trilioni 1.5. Sasa piga hesabu, ni vijana wangapi ambao wametoka vioni wako mtaani, hawana ajira, walisomeshwa, hawajarudisha hiyo fedha. Maana yake serikali ipo katika hatari ya kupata financial loss. Kwa hiyo kuwatafutia vijana hawa shughuli za kiuchumi ambazo zitawaingizia kipato, maana yake tunakwenda ku rescue hiyo situation. Lakini vile vile tunayo mategemeo. Tumeona jitihada za Mheshimiwa Rais, kila mwaka serikali inatoa fedha nyingi kwa ajili ya wanafunzi kuweza kusoma. Kwa hiyo tuna imani vijana ambao tayari wameshahitimu chuo wakipata shughuli za kufanya za kiuchumi, wanaweza kulipa hizo fedha bodi ya mikopo, na vizazi vijacho vile vile vikaanza kunufaika na fedha hizo kama ambavyo hivi sasa sisi tumeshanufaika nazo. Lakini tahadhari ya pili ni nini? Tahadhari ya pili, tunapokuwa na vijana wengi ambao wana shughuli rasmi ya kuingiza kipato katika maisha yao, tunaweza kuwa na issue inaitwa uhalifu. Ndugu zangu, sisi tunaelewana, tunapoongeza uhalifu mtaani kwetu, shangaa wizi umeongezeka, vibaka umeongezeka, kwa sababu tuna vijana ambao hawana shughuli rasmi ya kuingiza ya kuingiza kipato. Nitawaambia tu kitu kidogo chepesi, nafikiri mnafahamu. Nafikiri kwa ni mwaka 2011 kama sio mwaka 2012 kama sio mwaka 2013, serikali ililisha utaratibu wa kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria kwa vijana wote ambao wanatoka kidato cha 5, kidato cha 6, wanaanza kidato cha 6. Mwenyewe nilipata bahati ya kwenda miaka hiyo. Sasa fikiria vijana ambao wanamaliza shule form 6, unawachukua kabla ya kwenda chuo kikuu, unakwenda unawapa mafunzo ya ukakamavu, unawapeleka shule, wakitoka shule hawana shughuli ya kufanya. Maana tutakuwa tuko katika hatari hapa. Inawezekana tukaenda kwenye hatari kubwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.